Pole kwa kupoteza mchezo. Tunashukuru kaka. Pengine mchezo ulikuwa ndani ya dakika 90. Mchezo kama unavyoona, mchezo ulikuwa mgumu, sio rahisi kwa sababu tumecheza na timu kubwa kama unavyoona, Simba timu kubwa na ipo kwenye mbio za ubingwa. Kwa hiyo tuliingia na approach ya mwalimu ambao atuelekeza wiki nzima mazoezini jinsi gani ya kukabiliana na mpinzani kama Simba. Kwa hiyo tulijitahidi na tulikuwa ndani ya mchezo, ila ndio hivyo, kwa bahati mbaya ndio kama vile tumefanya mistake kidogo, ikatokea penalty basi wakatufunga. Moja kati ya timu ambazo ni za daraja la kati na hapo kwenye ubora wao ni Dodoma Jiji. Pengine ni siri gani ambayo ipo ndani yenu? Sisi ni umoja, mazoezi, kujituma na kusikiliza mwalimu kile ambacho anachotuelekeza. Kwa sababu sisi hata ukija mazoezini tuna umoja mkubwa, tunafanya mazoezi kwa juhudi kwa sababu tunaona jinsi tulivyo mbio huko chini, jinsi tunavyokimbizana na pia tuna malengo yetu na sisi. Tunatamani kufika kwenye timu za juu kidogo pa kwenye nafasi ya 6 ya 5 hivyo yani. Kwa tunapushi mazoezini, tunamsikiza mwalimu, tunajituma wenyewe mmoja kwa mmoja, tunapeana hamasa kama timu hivyo yani. Mlicheza na Young Africans na mkafanikiwa kufunga goli 3, lakini leo mmecheza na Simba na mmepoteza kwa bao moja. Pengine hizi timu mbili kubwa kuna utofauti gani ndani yao? Ukicheza na timu hizi bwana, utofauti wa timu kubwa na ndogo unapocheza nazo, kwa sababu timu kubwa unapocheza nazo lazima uwe makini mwanzo wa mchezo mpaka mwisho wa mchezo. Kosa moja wanakufunga. Nadhani kama vile tulivyoona, tulikaba njia zao zote kwa sababu tuliwaona, tuliwasoma. Umeona, kwa mwalimu akatuelekeza bwana, njia zao hizi na hizi na hizi na hizi na zile, lakini tumechelewa kidogo tu na wao wakatumia nafasi hiyo wakatuadhibu. Kwa hizi timu kucheza nazo hukumu yake ni hivyo, kosa moja goli moja. Pengine mnajiona bado mkisalia kwenye mafanikio yenu msimu na mtafika sehemu gani? Kikubwa sisi bado tunajipa moyo kwa sababu tuna mechi 6 zimebaki, ni mechi nyingi. Kwa hiyo bado tuna imani na kwa uwezo wa timu yetu bado tuko ndani ya malengo na tunaamini tutafika pale ambapo tumeweka target sisi ya kufika. Kwa hiyo tunaamini kwamba tutafika tu. Moja kati ya vitu ambavyo leo vimekuwa ni story ni Elim Panzu kukosa nafasi nyingi sana. Pengine ni nyinyi mlivyojiandaa ama huenda atokea washambuliaji kama wale? Kwenye mpira inatokea. Kuna siku Mungu anakubariki unaamka vizuri, kuna siku ndo kama hivi unaamka unakuwa uko hivi. Of course ni mchezaji mzuri kama unavyoona, kapata nafasi nzuri, kapata nafasi nyingi, lakini ndio hivyo tu, haikuwa bahati yake. Akaja akabahatika ile akatufunga, basi ndio bahati yake ile ambayo Mungu kamjalia. Tumalizia na kunipangia top 4 yako msimu huu. Top 4 zangu mimi nadhani kama jinsi kwenye msimamo ulivyo, mimi na sure kama itashevo hivyo. Simba namba 1, Yanga namba 2, namba 3 Azam, Singida namba 4. Mungu ambaye kampangia kuwepo pale basi itakuwa hivyo. Bwana shukrani. Asante sana mzee.